Mimi naitwa Salum Saidi Mnundulu, ni afisa mazingira halmashauri ya Ngara, kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira. Ya kwangu ni mawili. Moja, nawakaribisha kuleta changamoto zenu kwenye upande wa maliasili na uhifadhi wa mazingira, kwa maana misitu, madini ya ujenzi, vyanzo vya maji. La pili, napenda kuasisitiza, huku tumepakana na mto, tuna mto wetu. Sheria ya mazingira 2004 kifungu namba 57 inasisitiza kuto kufanya shughuli za kibinadamu kwenye maeneo ambayo hayajaruhusiwa, ikiwemo na kwenye kingo za mto. Unatakiwa ufanye shughuli zako mita 60 baada ya mto. Kwa hiyo nipende kuasisitiza, mtakapopita na watu wa bonde kuja kuanza kufyeka na kutoa mali zenu mule, mpokee kwa mikono miwili, sawa sawa? Kwa sababu ni sheria tuelewane, tunatekeleza. Kwa hiyo mimi nawakumbusha tu kupunguza kufanya shughuli ndani ya mita 60 eneo la mto. Sijataka kusema vyanzo vya maji kwa sababu jiografia yetu vyanzo vipo kila sehemu, tunaweza tusipate chakula, lakini kwenye mto moja kwa moja, kwa sababu ule mto umesajiliwa, sheria lazima tutaisimamia inavyotakiwa. Kwa hiyo nikaribishe maswali, kama kuna mtu atakuwa ana maswali upande wa maliasili, kwa maana madini ya ujenzi, kama kuna madini, kuna miti na misitu, karibuni, nipo kwa ajili ya kupokea na kuyajibu. Asanteni sana. Tunapouziana ardhi tuhakikishe tunaandikishana, sawa sawa. Unapotaka kununua ardhi ili kuepuka migogoro ya baadaye, ni bora ukaenda ofisi ya serikali ya kijiji ukamchukua mwenyekiti na mtendaji, mkaenda mkaandikishana, sawa sawa. Hii inakusaidia wewe kwa baadaye kuja kuepuka migogoro. Tunaelewana? Ndio. Na katika aina ya ardhi, sisi kama Kasange tunaangukia kwenye ardhi ya kijiji ambayo msimamizi wake ni mwenyekiti wa kijiji, sawa sawa. Kwa niaba ya wanakijiji wote, sisi tunashauri nyie, katika kupima tuna hati mbili. Kuna hati kuu ambayo ni hati ya kamishna, na kuna hati ya kimila ambayo inapatikana kwenye ardhi ya kijiji. Tuko pamoja? Ile hati ya kimila yenyewe haina vigezo vigumu, kwa sababu ile tunajua ni wananchi wa hali ya kawaida, sawa sawa. Kwanza kabisa ningependa nieleze umuhimu wa ile au unafuu wa ile hati ya kimila. Hati ya kimila ukiwa nayo haina ukomo. Tunaelewana ndugu zangu? Yaani ukiwa nayo wewe umemaliza. Lakini pia kwa umuhimu wake unaweza ukaitoa kama ulisi. Tunaelewana? Lakini pia ile hati ya kimila hauilipii, kwamba haina malipo, labda kuna muda ukifika inabidi ulipie. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo tunashauri mpime ili muweze kumiliki ardhi yenu kihalali. Sawa sawa. Sisi kama watu ardhi tunasema ardhi yako ni dhamana yako. Tuko pamoja? Kwa hiyo ardhi yako haiwezi kaa dhamana yako kama eneo lako hujalipima na kushikilia hati kwamba mimi namiliki hapa. Kwa sababu ardhi tunajua ndio kitu ambacho kina thamani kubwa. Sawa sawa jamani? Naomba tuelewane, yani mtu alionunua ekari 1 2010, thamani aloinunulia na sasa hivi ile ekari lazima itakuwa ina bei. Kwa hiyo nalotaka kuondoka hapa niwaachie ni kwamba ardhi msichukulie mchezo, sawa sawa. Ardhi ni kitu muhimu ambacho mpaka tunaenda, yani tumezaliwa tunaikanyaga, lakini tutaiacha na itatutunza pia tunapoenda, sawa sawa. Na vitu vyote, iwe ni kilimo, iwe ni ufugaji, yani miundombinu yote lazima utaigusa ardhi, sawa sawa. Kwa hiyo ardhi ni dhamana yako, lakini pia ni muhimu kwa sisi wote.